nataka ufahamu ya kwamba inawezekana umechukua fremu ya duka ya biashara yoyote ile, hoteli na kadha wa kadha, lakini huwezi ukajua aliyeiachia fremu ile alichimbia vitu gani pale chini. Pia hujui aliyeiachia fremu ile alikuwa anafanya mambo gani katika ile fremu ndani, akiwa ndani ya umiliki wa biashara yake. Au pengine ile fremu ni mpya, ndo kwanza nyumba mpya inajengwa na wewe umechukua fremu, lakini huwezi ukajua ndani ya ile nyumba kumechimbiwa kitu gani, kumezikwa vitu gani, kumewekwa mazindiko gani. Lakini pia yumkini ikawa nyumba ni ya kwako, fremu ni mpya, kuna chochote ulichokizindika, lakini huwezi ukajua washirikina wamefukia kitu gani, wachawi wamekuzindikia kitu gani. Haya yote na yote, uwe ni nyumba yako, sio ya kwako, umepanga, hakikisha unafanya mambo haya kabla ya kuweza kuingia katika biashara. Utachukua maji yako, yale maji utayachanganya na marashi, na maji ya marashi, kisha maji yale utayasomea sura hizi. Utasema bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyawmil qiyamah wa anta hillum, la uqsim biyawmil qiyamah, no, la uqsim bihadha albalad. Samahani, sio biyawmil qiyamah, la uqsim bihadha albalad, la uqsim bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad. Hivyo hivyo aya hizi mbili utazirudia mara 21. La uqsim bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad. Utarudia rudia mpaka kufikia mara 21 katika maji yako ambayo hayo nimekuelekeza. Kadhalika utaachana na sura hii, utakwenda katika suratu Tini, na sura hii utaisoma kuanzia aya ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu kwa kusoma ifuatavyo: Bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadha al-baladil amin. Unarudia tena, Bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaytun, wat-tini waz-zaytun wa turi sinin, wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadha al-baladil amin. Hiyo itakuwa ni mara ya pili. Utarudia tena, wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadha al-baladil amin. Utafanya hivyo mara 21 tena, kisha utapuliza yale maji ambayo umekwisha yaandaa. Kisha baada ya hapo sasa, baada ya kumaliza hapo, utakachokifanya, maji haya utayamwaga katika pande 4 za sehemu ya biashara yako. Mwaga pembe 4. Kama ni gari yako, imwagie yote kwa pamoja. Kama unaisuuza baada ya kuikosha, kama ni pikipiki, fanya hivyo, ioshe. Kama ni nyumba, mwaga pembe 4, yani namaanisha ile sehemu husika ambayo unayokwenda kuifanya katika biashara yako. Mwaga pembe 4 katika fremu yako. Pigia deki pia ikiwezekana. Mwaga pale maji yako, yaache, usiyakaushe mpaka yakauke yenyewe. Kisha baada ya hapo, yakishakuwa yamekauka, kesho yake utakuja utasoma dua ya wasila tushafi. Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja alqasid ya ghawthahu, mpaka mwisho. Kisha ukishamaliza hapo, unakuwa intahaita, umekamilisha. Yale maji utayamwagia katika pembe zako za ukuta. Jambo litakuwa limekamilika, jambo litakuwa limekwisha. Umekwisha tengeneza kinga mujarrab, na umekwisha futa ubaya uliowekezwa kabla wewe hukuwepo, aliyeweka akiwa ni mchawi, akiwa ni mfanyabiashara mwenzako aliyohama. Pengine duka hilo lilikuwa haliwezekani kufanya biashara kwa sababu kuna mtu aliweka mazindiko mabaya
ili mtu yoyote asifanye biashara, basi utakuwa umefungua na utakuwa umeliweka wazi eneo lako, na alhamdulillah utafanya biashara safi kabisa, salama, na biashara yako itakuwa mujarrab, itakuwa nzuri, itakuwa vizuri.